Maisha tunayoishi, kwanza maisha ni maisha ambayo yana vita. Ndio maana utaangalia maandiko yanazungumza kwa habari ya vita kati ya malaika Mikaeli na Shetani kwa kitabu cha Ufunuo. Ina maana kwamba inatupa tafsiri ya kwamba maisha yoyote ambayo mwanadamu anayopitia, unaweza ukawa unaishi mahali fulani au mtaa fulani, sio kwamba wote utakaoishi nao watakuwa marafiki, hapana. Ndio maana utashangaa unaweza unaishi maisha fulani, lakini bado wako watu wanaokupiga. Inawezekana unaowajua au usiowajua, kwa sababu maandiko yanazungumza kwa habari ya kwamba adui mtu ni wale wa nyumbani mwake mwenyewe. Ina maana kwamba kwenye familia yoyote au kwenye ukoo au kwenye mtaa panaweza pakawa na ambaye anakupiga vita kwa namna ya kiroho, aidha ni mchawi, aidha ni mshirikina. Lakini kikawaida hawa watu ambao wanafanya vita vya rohoni ni watu ambao wamejificha sana. Kwa lugha nyingine, wanaonekana ni kama watu wa karibu, wanaonekana ni watu kama ambao wanakujali, lakini kumbe ndo watu ambao wanaoharibu maisha yako. Kwa hiyo maisha, ili ushinde, ni lazima umjue adui yako. Usipomjua adui yako ni ngumu kupenya. Kwa sababu gani? Hauwezi ukajua anapiga kwa namna gani, huwezi ukajua anatumia silaha ya namna gani kukuangusha. Ndio maana unaweza ukakuta kwenye familia au kwenye mtaa au hala fulani, unakuta matatizo ni mengi, unakuta ziki ni nyingi, ila kumbe kuna mtu ambaye anayeyasababisha yale mambo. Ndio maana kwenye kitabu kinazungumza, inasema kwamba naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno akaja kwetu kama mwana atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kumbe sasa kuna baadhi ya matatizo ambayo yanatokea leo, unaona ni kama ghafla, unaona ni kama ajali, unaona ni kama matukio, unaona ni kama mikosi. Kumbe kuna waanzilisha ambao wanaanzisha kwenye ulimwengu wa roho, wanatamka huyu mtu fulani alaaniwe, wanatamka huyu mtu fulani aharibikiwe. Na kila jambo lolote unaloliona linalotokea sio bahati mbaya. Kila kitu unachokiona kinatokea kwenye maisha yako ni vitu vilivyoanza kwenye ulimwengu usioonekana, kwa sababu huu ulimwengu usioonekana ni ulimwengu mama wenye kutengeneza matukio. Kwa lugha nyingine, ninaweza nikasema ni kiwanda cha kuyatengeneza mambo yanayoonekana kwenye ulimwengu huu wa nyama. Unaweza ukawa unaenda mahala fulani, unaenda kwa kukwama, unafanya biashara, unafanya kazi, lakini unaenda kwa kukwama. Kumbe mambo yanaanzia kwenye ulimwengu wa roho, na Mungu akupe neema ya kuwajua adui zako na namna ya kuwashinda kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana.